Ndugu zangu wapendwa, leo katika Dominika hii tunaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa kwa Basilika Kuu ya Mtakatifu Yohane Laterani. Hili ni kanisa kuu la Papa huko Roma. Ni kanisa muhimu kwa sababu ni mama wa makanisa yote duniani. Lakini pia ni ishara, hili kanisa ni ishara. Basilika hii ni ishara ya umoja wa kanisa hapa duniani. Lakini ndugu zangu, leo zaidi ya jengo, tunasherehekea pia kanisa hai, ambalo ni sisi wenyewe. Kwa sababu kila mmoja wetu ni jiwe ambalo linajenga kanisa la Kristo. Wewe ni jiwe, yule mwingine ni jiwe, na mwingine ni jiwe. Kwa hiyo sote tunajenga hili kanisa la Kristo. Na sisi sote ni hekalu ambalo Mungu anataka kuishi ndani yake. Na ndio maana ujumbe wetu siku hii ya leo, ujumbe wetu leo unasema wewe ni hekalu, wewe ni hekalu. Unajua, ninatamani nianze kwa kukuuliza maswali makubwa mawili. Swali la kwanza, sijui kama umeshawahi kujiuliza kwamba hivi Mungu anakaa wapi leo? Hivi Mungu anakaa wapi leo? Je, ni katika makanisa makubwa au ni katika majengo makubwa yenye mapambo mazuri sana au yenye minara mikubwa, au ni katika mioyo ya mtu anayemcha Mungu? Ni katika mioyo ya watu wanaomcha Mungu? Mungu anakaa wapi? Au je, unatambua ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu? Unatambua kwamba wewe ni hekalu la Mungu? Na kama ndio kwamba unatambua wewe ni hekalu la Mungu, basi hivi moyo wako uko safi kiasi gani? Moyo wako umeandaliwa kiasi gani cha kuweza kumruhusu Mungu aliye mtakatifu akae ndani yako? Moyo wako umeandaliwa kiasi gani? Hebu fikiria kwa mfano pale nyumbani kwako. Ambapo labda either ni nyumba yako mwenyewe uliojenga au ni nyumba yako ya kupanga, yoyote vile. Hebu fikiria hapo nyumbani kwako ambapo bila shaka mimi ninaamini kwamba nyumba yako umeiweka safi sana. Bila shaka unaisafisha, bila shaka unafanya usafi, bila shaka unarekebisha kama kuna mahali pamepata shida, pameharibika, unarekebisha. Kwa nini? Kwa sababu ni nyumbani kwako. Bila shaka unahakikisha ile hewa iko safi, madirisha yanaleta hewa ya kutosha. Bila shaka unahakikisha taa zinawaka vizuri, usipate shida. Yaani kwa lugha nyingine unahakikisha kila kitu kiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio makao yako, ndipo unapoishi, ni nyumbani kwako. Sasa Mtume Paulo katika somo la pili kutoka kwenye barua ya kwanza ya Wakorinto anatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Hekalu maana yake ni nyumba ya sala, ndipo ambapo Mungu anakaa. Sasa hebu fikiria, kama moyo wako ni makao ya Mungu, kama moyo wako ni makao ya Mungu, hivi je, ni kwa kiasi gani unautunza huo moyo wako kama makao ya Mungu? Ni kwa kiasi gani unautunza? Au je, huo moyo wako uko safi kiasi ambacho Mungu atapenda, ataishi? Au moyo wako umejaa vumbi, vumbi la dhambi, vumbi la hasira, vumbi la wivu, labda vumbi la kiburi, vumbi la chuki na kadhalika. Kwa hiyo ndugu zangu, katika sikukuu hii ya leo ya kutabarukiwa kwa basilika hii, hatuzungumzii tu jengo, hatuzungumzii tu juu ya ukuta, hatuzungumzii tu juu ya dari, hatuzungumzii tu juu ya vigae, hapana. Lakini leo sikukuu hii inatutaka tuzungumze juu ya mioyo yetu, ambayo pia ni makao ya Mungu. Ni makao ya Mungu. Sasa hebu fikiria. Okay, labda nikwambie hivi. Unajua neno hekalu, kwa sababu Paulo anasema sisi ni hekalu la Mungu. Sasa neno hekalu kwenye lugha ya Kigiriki lina maneno mawili. Kuna neno la kwanza linaitwa hieron, na neno la pili ni naos. Sasa hili neno hieron ni eneo lote la hekalu,
linamaanisha eneo lote lile la hekalu. Maanake ukumbi wa nje, sehemu zote zile za ibada. Hilo lote linamaanisha ni neno hili hieron, maanake ni lile jengo zima, eneo lote la hekalu. Lakini neno naos kwa upande mwingine linamaanisha lile eneo linaloitwa patakatifu pa patakatifu. Maanake hekalu lilikuwa na partitions. Sasa kuna ile partition ya ua wa nje, kuna partition ua wa ndani, kuna ile sehemu ya madhabahu na kuna kule patakatifu pa patakatifu. Sasa ili neno naos linamaanisha patakatifu pa patakatifu, kwamba ni ile sehemu ambayo Mungu anakaa, ni pale penye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo neno hekalu sio tu jengo, lakini neno hekalu ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu. Ni mahali ambapo Mungu anakaa. Ni mahali ambapo Mungu anaishi. Ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake. Sasa katika Agano Jipya, ngoja nikuonyeshe tofauti kidogo ya Agano Jipya na Agano la Kale. Katika Agano Jipya, hekalu lilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu. Wana wa Israeli waliamini kabisa kwamba Mungu anaishi miongoni mwao kupitia hekalu la Yerusalemu lililojengwa na Mfalme Suleiman. Waliamini Mungu anaishi katikati yao. Kwa hiyo hekalu lilikuwa ni mahali muhimu sana pa watu kukutana na Mungu. Kwa hiyo watu walikwenda hekaluni kusali. Watu walikwenda hekaluni kutoa sadaka. Watu walikwenda hekaluni kutafuta msamaha, kujipatanisha na Mungu. Kwa nini? Mungu anakaa kwenye hekalu. Ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hekalu lilikuwa ni ishara ya agano pia. Kwa sababu lile sanduku la agano lilihifadhiwa mahali patakatifu pa patakatifu kama ishara au kama alama ya uhusiano wa Mungu na watu wake. Lakini pia hekalu lilikuwa ni ishara ya sehemu takatifu sana, sehemu safi. Na mtu yeyote ambaye aliyetaka kuchafua hekalu alihesabiwa kwamba ametenda dhambi kubwa sana, kwani alikuwa anachafua ule uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hekalu lilikuwa linatazamwa kama sehemu muhimu sana. Ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu unaoonekana kwa nje, likiwa katikati ya taifa. Hekalu. Katika Agano Jipya, hili wazo la hekalu linachukua maana pana zaidi. Yesu Kristo mwenyewe alijionyesha kwamba yeye ni hekalu jipya. Kwa mfano, ukisoma Injili ile ya Yohana sura ya 2 mstari wa 19, Yesu anawaambia wale watu, anawaambia Bwana, livunjeni ile hekalu na mimi ndani ya siku 3 nitalisimamisha. Maanake hapa Yesu alikuwa akizungumza juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo katika Agano Jipya, hekalu sio tu kwamba ni jengo, bali hekalu ni uwepo wa Mungu katika mwili wa Yesu. Kwa hiyo Yesu ndiye hekalu halisi ambamo utukufu wa Mungu unaishi. Sasa baada ya kufufuka, Yesu alipofufuka, maana ya hekalu inapanuka zaidi kwa sababu pamoja na uwepo wa Mungu kukaa katika hekalu la mawe, sasa Mungu anakaa katika watu wake. Anakaa katikati ya watu wake, anakaa katika mioyo ya watu wake kupitia Roho Mtakatifu. Na ndio maana Paulo anauliza swali, anasema, je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu? Kwa hiyo mioyo ya waamini sasa inakuwa ni hekalu la Mungu. Moyo wako unakuwa ni hekalu la Mungu. Huo mwili wako ni wa muhimu sana. Na hili linatokea kwa njia 3. Kuna njia 3 ambazo zinafanya miili yetu au mioyo yetu iwe hekalu la Mungu. Njia ya kwanza ni kwa njia ya ubatizo. Unajua, tunapobatizwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tunakuwa watoto wa Mungu.
na huu mwili unakuwa ni nyumba yake ya kiroho, ni nyumba yake. Lakini pia tunakuwa hekalu la Mungu kupitia sakramenti na neno la Mungu. Kila mara tunapopokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo ni Yesu mwenyewe, tunamkaribisha Yesu akae ndani yetu, tunamfanya aishi kwenye hekalu la moyo wetu. Na pale tunaposikia neno la Mungu, tunapolitenda neno la Mungu, tunapolitekeleza neno la Mungu, tunaitunza hii nyumba isichafuke. Tunatunza hili hekalu. Lakini pia namna ya tatu ni tunapoishi maisha mema yenye upendo, tunapokuwa wacha Mungu. Unajua hekalu halisi sio tu lile jengo lenye mapambo, lakini ni ule moyo wenye upendo, moyo unaotoa msamaha, moyo wenye huruma. Unajua tunapopendana, tunashirikisha ule uwepo wa Mungu ulio ndani yetu. Ule upendo unapeleka ule upendo wa Mungu ulioko ndani yetu. Sasa leo nataka kuzungumza juu ya mambo makubwa mawili ambayo tunaitwa tuyatafakari katika Dominika hii ya leo, tunaposherekea sikukuu hii ya kutabarukiwa kwa Basilika Kuu ya Mtakatifu Yohane wa Laterano. Jambo la kwanza ambalo tunaitwa kutafakari leo, tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema na baraka za Mungu. Leo hii tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema na baraka za Mungu. Unajua katika somo la kwanza tunalolisikia kutoka kwenye kitabu cha Ezekiel, ile sura ya 47 mstari wa kwanza mpaka wa 12, tunasikia pale maono ya nabii Ezekiel. Nabii Ezekiel anaonyesha hekalu likitoa maji ya uzima, maji yanayotiririka kuelekea jangwani na kugeuza kila kitu kuwa hai. Unajua ni somo muhimu sana. Haya maji yanatiririka kutoka wapi? Kutoka hekaluni, na yanatiririka yanaelekea jangwani. Na huko kwenye jangwa ambako kuko jangwa hakuna kitu kinachomea au kinachokuwa au kinachoishi, haya maji yanabadilisha lile jangwa kutoka kuwa ukame mpaka kuwa kitu hai. Haya maji sio maji ya kawaida ndugu zangu. Haya maji ni ishara ya neema, ni ishara ya Roho wa Mungu. Manake kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinafufuka. Kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinapata uzima mpya. Kila kitu ambacho kinaguswa na haya maji kinazaa matunda. Na hata maji ya chumvi, kwa mfano bahari iliyokufa, maji yake yanageuka tena kuwa safi yanapoguswa na haya maji. Haya maji yanayotiririka kutoka kwenye hekalu la Mungu. Kwa maneno mengine ndugu zangu, hekalu la Mungu linakuwa chanzo cha uzima. Na popote pale haya maji yanapopita, panapata uzima. Popote maji yanapopita, panapata uhai. Sasa ndugu zangu, hii ni picha ya kitu kinachotokea pale ambapo sisi tunapokuwa hekalu na Mungu anaishi ndani yetu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu, tunakuwa chanzo, tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu. Tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu kwa ulimwengu uliochoka. Tunakuwa vyanzo vya neema ya Mungu kwa ulimwengu uliokata tamaa kabisa. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, sisi kama hekalu, tunakuwa chanzo cha neema na baraka za Mungu kwenye ulimwengu uliojaa chuki, uliojaa kukata tamaa kabisa. Kwa ndugu zangu, leo Mungu anatualika kuwa hekalu hai. Anakualika wewe, ananialika mimi kuwa hekalu hai. Leo tunaitwa kuachilia maji ya neema ya Mungu, kuachilia maji ya baraka za Mungu yatiririke. Yatiririke kutoka wapi? Yatiririke kutoka kwenye hilo hekalu kupitia matendo yetu mema, kupitia maneno yetu yenye faraja, kupitia maneno yetu yenye matumaini. Haya maji yatiririke kwenda kufariji maskini, kuonea huruma maskini, kwenda kusamehe hata wale waliotukosea na kuwapenda hata maadui zetu. Manake haya maji yatiririke na yasambae kwenye maisha ya watu. Upendo, haya maji ni upendo wa Mungu ndani yetu.
ni huruma ya Mungu ndani yetu, ni matumaini ya Mungu ndani yetu, ni msamaha ndani yetu. Manake yatiririke sasa, yaende kwenye maisha ya wengine. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa ukame wa kiroho. Watu wamechoka, watu wamejeruhiwa. Tunaishi kwenye dunia ambayo kuna watu wamepoteza matumaini kabisa. Kuna watu wamekata tamaa kabisa. Na ni katika dunia hiyo Mungu anatuita sasa tuwe mito ya uzima, tuwe mito ya matumaini, tuwe mito ya faraja kwa wote ambao wamekata tamaa. Unajua, wale ambao wamelima mpunga wanaweza kuelewa vizuri. Kwenye mashamba yale ya mpunga kuna wakati ambapo wale wakulima huwa ana block ile mifereji inayopeleka maji kwenye mashamba, ana block mfereji huu, ana block mfereji ule. Akitaka maji yanyeshe tu shamba hili kwanza, akisha kamilisha ana unblock, anaruhusu maji yaende kwenye shamba lingine tena. Akitoka hapo anaruhusu maji yaendelee, anaenda kublock tena mbele, maji yaingie upande huu, yamwagilie shamba hili. Alafu ana block pale, ana ruhusu maji yaingie tena huku. Kwa hiyo huwa kuna kule kublock na kuunblock. Okay? Kwa hiyo ndugu zangu, wakati mwingine na sisi tatizo kubwa tunalokutana nalo ni kwamba wakati mwingine tunaziba kile chanzo cha neema, tunaziba kile chanzo cha baraka za Mungu zisitiririke kuingia kwenye maisha yetu, au zisitiririke kwenda kwenye maisha ya watu wengine. Na kitu kikubwa ambacho kinaziba, kinazuia, kina block ile flow ya baraka ya Mungu, kina block yale maji ya neema za Mungu yasitiririke kwenda kwenye maisha yetu na kwenye maisha ya watu, kitu kinachoziba ni dhambi. Dhambi ni kati ya kitu kinachoziba kabisa. Unajua, dhambi ndugu zangu inazuia, inaziba ule mfereji, ule mto wa neema ya Mungu, ule mto wa baraka za Mungu. Unakausha kila kitu. Dhambi inakausha kila kitu. Dhambi inafanya hekalu la mioyo yetu kuwa kavu. Kiburi kinafanya hekalu la mioyo yetu kuwa kavu. Kinyongo, unapokuwa na kinyongo kinakausha ile neema ya Mungu ndani yetu. Kinyongo kinakausha ile baraka ya Mungu ndani yetu. Hekalu linabaki kavu. Unapokuwa mbinafsi, unajua ubinafsi unakausha ile neema ya Mungu ndani yako. Inafanya hekalu lako liwe kavu. Unajua, hekalu lako linapokuwa kavu, kwa lugha nyingine, ile dhamiri yako njema inakufa. Mimi nakwambia hakuna kitu kibaya kama dhamiri yako kufa. Hakuna kitu kibaya kama dhamiri ya mtu kufa, mtu kuua dhamiri yake. Utajikuta huoni tena shida kuumiza mtu. Dhamiri yako ikifa, huoni shida kuua mtu. Dhamiri yako ikifa, huoni shida kuumiza familia ya mtu, huoni shida. Huoni shida kuumiza mume wako, huoni shida kuumiza mke wako. Dhamiri yako ikifa, huoni shida. Kwa kifupi, dhamiri yako ikifa, unakosa utu. Unakuwa zaidi ya mnyama. Kwa mfano, we kutana na kiongozi ambaye hekalu la moyo wake ni kavu. Kutana na kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa. Ni hatari sana. Anakosa utu, ule utu haupo. Anakosa huruma, ile huruma haipo. Anakosa kabisa. Anakosa kujali, kule kujali kunakuwa hakupo. Kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa, moyo wake ni mkavu, hekalu lake ni kavu, hawezi kujishusha, kushuka na kuelewa hali ya watu wengine, kushuka na kuelewa maisha ya wengine. Hawezi kuelewa. Amejaa ubinafsi. Hata akiona nchi inaangamia, kwake ni sawa tu, as long as yeye anapata faida, anajua faida anayopata. Yeye haoni shida. Nchi inaangamia, watu wanakufa, yeye haoni shida yote. Haoni shida. Na anatafuta kila namna ya kujustify watu kufa, kujustify watu kupata shida. Anatafuta kila namna kujustify. Ataishia hata kusingizia wengine, kutengeneza wengine kesi,
Kwa nini dhamiri yake imekufa? Imekufa, ni hatari kweli. Kiongozi ambaye dhamiri yake imekufa, akiona kampuni inaangamia, kwake ni sawa tu. Akiona hicho chama kinateketea, kwake ni sawa tu. Akiona hiyo kwaya inaisha, kwake ni sawa tu, hajali. Ni sawasawa na baba ambaye hekalu lake limekauka. Halitiririshi maji ya neema ya Mungu tena. Hapati shida kumtesa mke wake. Hapati shida kutesa familia yake kwa sababu ya side chicks uko nje. Hapati shida. Haoni shida kutelekeza familia yake, anajiangalia yeye tu. Daktari ambaye hekalu lake ni kavu, amekosa utu, haoni shida kucheza na uhai wa watu. Haoni shida. Haoni shida kula rushwa ndio amsaidie mgonjwa. Haoni shida. Yuko tayari hata kuacha maisha ya mtu yateketee kwa sababu tu hana rushwa ya kutoa. Hana hela ya kumuonga. Kutana na jaji ambaye hekalu lake ni kavu, haoni shida kuuza haki ya mtu. Haoni shida. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu afungue tena, azibue tena, azibue, unblock hivi vyanzo vya neema ya Mungu na baraka za Mungu, ili tuweze kutoa uzima, tuweze kutoa matumaini, tuweze kutoa faraja kwa wengine. Hebu jiulize leo. Jiulize maswali haya. Hivi je, moyo wangu ni hekalu la namna gani? Ni hekalu lililo hai au ni hekalu lililo kauka? Na kama limekauka, kama moyo wangu ni hekalu lililo kauka, ni nini kimekausha? Ni nini kimekausha? Ni dhambi gani imekausha? Ni nini kimeblock? Je, ni chuki au ni majeraha ya ndani au ni kutokusamehe? Au jiulize, ni wapi ambapo ninapaswa kuruhusu maji ya neema ya Mungu yatiririke? Ni wapi ninapopaswa kusambaza haya maji ya neema ya Mungu, hii baraka ya Mungu? Ni wapi? Je, ni katika familia yangu? Je, ni kazini kwangu? Je, ni shuleni au ni kwenye familia au ni kwenye jamii? Ni wapi? Au jiulize, watu wakikutana na mimi, hivi wanahisi nini? Wanapata nini? Je, wanapata uzima? Wakikutana na mimi wanapata faraja? Wanapata matumaini mapya? Au ndo wanahisi baridi na ukame? Wanahisi hawako salama wanapokuwa na wewe? Kwenye somo la kwanza, ndugu zangu, nabii Ezekiel anatuambia haya maji yalitiririka. Haya maji yalitiririka, yalikuwa yanatiririka. Ndugu zangu wapendwa, ndicho tunachoitwa kukifanya leo. Kuruhusu haya maji yatiririke, kupitia sisi, yasambae. Tusambaze upendo kwenye maisha ya watu. Tusambaze amani, tusambaze msamaha kwa watu. Tusambaze furaha kwa ulimwengu unaoteseka. Ndugu zangu, mimi naamini kwamba Mungu hataki tuwe wapokeaji tu wa neema. Mungu hataki tuwe reservoir wa neema, wapokeaji tu wa neema na kutunza neema. Lakini Mungu anataka tuwe wasambazaji wa neema. Kwa hiyo ndugu zangu, dunia hii tunayoishi ni dunia ambayo inatusubiri. Inasubiri watu wanaoishi kweli kama hekalu la Mungu. Hekalu linalotoa na kusambaza maji ya uzima, linalotoa na kusambaza neema za Mungu. Neema hiyo ndugu zangu inagusa. Hiyo neema inaponya. Hiyo neema inaleta uzima mpya. Kwa hilo ni jambo la kwanza, kwamba tunaitwa kuwa wasambazaji wa neema za Mungu. Wasambazaji wa baraka za Mungu, na sio watunzaji tu, hapana. Jambo la pili ambalo Yesu anatualika kulitafakari leo ni swali. Na mimi nataka ujiulize swali hili. Hivi Yesu akichungulia moyoni mwako au akiingia moyoni mwako leo, atakuta nini? Yesu akiingia moyoni mwako, akitazama moyoni mwako, atakuta nini? Ataona nini? Unajua, katika somo la Injili siku ya leo inayotoka kwenye Injili ya Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 22, Yesu anasafisha hekalu. Tunaona anasafisha hekalu. Anapoingia hekaluni anashtuka,
Kwa sababu kuna mategemeo Yesu alikuwa nayo alipokuwa anaenda hekaluni. Kuna mategemeo alikuwa nayo. Alikwenda, alipokuwa anakwenda, alitegemea atakuta sala zinaendelea hekaluni. Alitegemea atakuta ibada zinaendelea hekaluni. Alitegemea atakuta watu wanamwabudu Mungu hekaluni. Alitegemea atakuta watu wanajipatanisha na Mungu hekaluni. Lakini alichokikuta kilikuwa ni tofauti kabisa na alichokitegemea. Alikuta kule hekaluni, hekalu limegeuka kuwa soko, kuwa eneo la biashara. Yesu alishtuka. Ukumbuke Yesu alikuwa ni Myahudi. Alishtuka kweli kweli. Ndugu zangu wapendwa, nataka tujiulize swali. Leo Yesu anatamani sana. Anatamani aingie moyoni mwako. Leo akija moyoni mwako, akija kwenye maisha yako, akija ndani mwako leo Yesu, atakuta nini? Angekuta nini? Je, angekuta hekalu lako liko safi? Au angekuta limejaa sala, limejaa huruma, limejaa upendo, limejaa matumaini, limejaa faraja? Atakuta hekalu lako liko namna gani? Atalikuta liko safi, limejaa hivyo vitu vyema? Au atakuta hekalu lako au moyo wako limekuwa soko? Soko la tamaa, soko la hasira, soko la majivuno, soko la wivu, soko la ubinafsi, soko la masengenyo. Hebu jiulize, leo Yesu akiingia anakuta nini? Sasa leo Yesu anataka, alichokifanya alivyoingia kule hekaluni, akakuta watu wanafanya biashara. Alichokifanya, alianza kupindua zile meza. Alianza kupindua zile meza za waliokuwa wanabadilisha fedha, zile meza za waliokuwa wanauza njiwa, waliokuwa wanauza mayai, wanauza nini. Akaanza kupindua, akapindua. Ndugu zangu, alichokifanya Yesu kule kilikuwa kivuli cha anachokifanya leo kwenye maisha yetu, kwenye moyo wako. Leo Yesu anataka apindue meza za biashara za dhambi zilizoko ndani yetu, ambazo zinazuia neema yake. Kwa nini? Kwa sababu tufahamu ndugu zangu, hekalu la leo ni moyo wako. Ni moyo wako. Ni moyo wako. Katika dunia ya leo ndugu zangu, watu wengi sana tumegeuza nafsi zetu, tumegeuza mioyo yetu sio kuwa hekalu tena, lakini tumegeuza kuwa masoko. Lakini tungegeuza mioyo yetu kuwa hekalu, ingekuwa ni burudani kweli. Leo ndugu zangu, tumegeuza mioyo yetu sio tu kuwa masoko, wakati mwingine tumegeuza hata kuwa store za kutunza vitu ambavyo kwa kweli badala ya kutusaidia vinatuharibu, vinatutafuna, vinatuumiza. Unajua, kwa mfano, ukiufanya moyo wako kuwa store ya chuki, ukatunza chuki ndani yako, hiyo chuki haikusaidii. Hiyo chuki inakutafuna wewe. Ukifanya moyo wako kuwa store ya kutunza kinyongo, kuna msemo wa Kiswahili kwamba kinyongo kinanyonga. Hicho kinyongo kitakutafuna wewe, kitakunyonga wewe. Moyo wako sio store ya kutunza chuki, sio store ya kutunza kinyongo bwana. Moyo wako sio store ya kutunza hasira na kutokusamehe. Unajua, usiposamehe haumkomoe yule aliyekukosea, bali unajiumiza wewe mwenyewe. Kumbuka, moyo wako ndugu zangu sio store ya dhambi. Moyo wako ni hekalu la Mungu. Sasa kama vile Yesu alivyoingia akapiga viboko wale watu na kupindua meza za wale wachuuzi, vivyo hivyo ndugu zangu, Yesu leo anataka kufukuza ndani yetu roho za wivu. Anataka kufukuza ndani yetu hawa wafanyabiashara wa kinyongo, wa visasi na dhambi nyingine zote. Yesu anataka kuwafukuza leo, kuzipindua. Na ngoja nikwambie hivi bwana, Yesu alipokuwa anafukuza wale wafanyabiashara hekaluni, hakufanya hivyo kwa upole. Haikuwa kazi rahisi, hakufanya kwa upole. Kulikuwa na ghasia na kelele na upinzani wa hali ya juu. Ndivyo ilivyo ndugu zangu kwenye safari yetu ya utakaso, kwenye safari yetu ya kiroho. Swala la utakaso wa moyo si jambo rahisi.
Kwa mfano, watu wengi sana wanapojaribu kuacha dhambi fulani, kama alikuwa na marafiki, labda ni ulevi, alikuwa mlevi sana. Kama anataka kuacha ulevi, upinzani wa kwanza anaupata kwa marafiki zake. Kuna upinzani. Mtu anapotaka kuachana na maisha ya rushwa, kuna upinzani. Mtu anapotaka kuacha kusema uongo, kuna upinzani. Atakutana na upinzani. Sasa upinzani unapokuja, usishangae, jipe moyo. Kwa sababu huenda ndio Yesu anapindua hizo meza. Alivyokuwa anapindua zile meza kule hekaluni, watu hawakumwangalia tu, walikuwa wanapinga, walikuwa wanasumbua kidogo. Haikuwa kitu kirahisi. Unajua, Yesu haishi tu kupindua meza zako, bali Yesu anataka kujenga upya ndani yetu, maisha mapya, altare mpya, hekalu jipya. Anataka kujenga moyo wako mpya, uwe mpya. Moyo wa sala, moyo wa shukrani, moyo wa upendo, moyo wa uvumilivu, subira, matumaini, faraja. Anataka kukupa moyo mpya. Na ndio maana aliwaambia, vunjeni hili hekalu, nami ndani ya siku 3 ninasimamisha lipya. Akimaanisha ufufuko wake, lakini pia akimaanisha ni fumbo la uumbaji. Fumbo la uumbaji. Tunaumbwa upya. Vinafanywa upya, navyo vinakuwa upya. Ndugu zangu wapendwa, nimalizie kwa kusema hivi. Leo Yesu anatualika kila mmoja wetu kutazama ndani yetu. Kutazama ndani yetu. Jiulize, je, moyo wangu ni hekalu la Mungu? Moyo wangu ni mahali ambapo Mungu anakaa, au nimeshapageuza kuwa soko? Nimeshapageuza kuwa store ya hasira, chuki, vinyongo, visasi na kadhalika? Tunaalikwa leo ndugu zangu kutenga muda. Hebu tenga muda. Sali, tafakari, fanya toba, mruhusu Yesu aingie ndani yako, afagie. Mruhusu Yesu ageuze na kupindua meza zote za dhambi ndani yako, na kujenga altare za neema na baraka ndani yako. Sasa ukweli ni kwamba ndugu zangu, Yesu anataka kuingia katika hekalu hilo. Yesu anataka kuingia kwenye dunia hii. Yesu anataka kuingia kwenye moyo wako. Anataka kuingia kwenye familia yako. Anataka kuingia kwenye ukoo wako, kwenye taasisi yako. Anataka kuingia Yesu. Swali ni, ninampokea? Unampokea? Kwa hiyo ndugu zangu, leo tumpe Yesu nafasi. Tumpokee Yesu. Tumpe nafasi. Tumruhusu afagie, avunje, ajenge upya tena ndani yetu hekalu safi, hekalu la sala, hekalu la huruma, hekalu la mapendo. Tumombe Mungu atujalie neema hiyo katika Dominika hii ya leo. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakia Dominika njema yenye baraka na neema. Tumsifu Yesu Kristo.